Tunapozaliwa hapa duniani tunakuja tukiwa na tabia mbaya, tukiwa na matendo yale ya mwili, uongo, chuki, yale ya Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 7, wa 8, wa 17, wa 18 na 16 na kuendelea. Unaona pale Wagalatia inaeleza matendo ya mwili. Kwa hiyo zile tabia tunazaliwa nazo, tunakuja nazo hapa duniani. Ili sasa tuzaliwe mara ya pili, inabidi tuzaliwe mara ya pili zile tabia tuziache. Unapokuwa umeamini kama hivi ambavyo ndugu zetu wameamini, tunasema katika ulimwengu wa roho ule utu wa zamani umekufa. Utu wa dhambi unakuwa umekufa. Sasa wanataka kuishi utu utakatifu. Utu utakatifu kama vile Yesu Kristo. Kwamba yeye sasa alikuwa ni mtu mtakatifu. Kwa hiyo tunakufa, tunaenda tunazika na huo utu wa zamani, tunakufa katika dhambi. Tukisha kufa, ina maana ndugu zetu hawa saizi ile maisha ya kiroho, yale maisha ya dhambi, uongo, chuki, hasira ni maiti. Yale ni mapepo, ni roho za kuzimu. Kwa hiyo ni maiti zile, inabidi tukazizike. Bwana Yesu abariki sana. Wao tunapoenda baharini tunamzamisha, tunazika utu wa dhambi, wanakuwa wamefufuka upya katika maisha ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kubatiza manake ni kufa, kuzika utu wa zamani na unafuka mpya. Bwana Yesu abariki sana. Unaanza maisha mapya matakatifu, maisha ya Kristo. Ukiwa unaishi maisha matakatifu ya kumkiri Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Najisikia kuongeza mstari mwingine kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 pale. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 4 inasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Bwana Yesu abariki sana. Ngoja niishie mstari wa pili tu. Kwa natafuta hapa mstari wa pili anasema wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Paulo hapa anatukumbushia kwamba pale kwenye Agano la Kale tunaposoma wana wa Israeli kwa nasafiri kwenda katika nchi ya Kanaani, walivyokuwa bahari ya Shamu, wakapiga maji yakawa nchi kavu, huku kawekwa kuta ya maji na huku kuta ya maji, alafu juu kulikuwa na wingu. Pale walikuwa wanabatizwa, wakabatizwa wawe wa Musa. Walivyovuka bahari wakawa ni kama wamefunikwa na maji, kwa sababu wingu ni maji na kuta za maji ni maji. Kwa hiyo wakazama kwenye bahari, walivyotoka ng'ambo ya pili wakawa wa Musa. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo wakabatizwa wakawa wa Musa. Na kwa sisi Wakristo tunajua kwamba Musa alikuwa ni mfano, au Musa alikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Musa alikuwa ni kivuli cha kuonyesha maisha ya Yesu Kristo vile atakuja kutuokoa. Kwa hiyo alikuwa ni kivuli pale. Bwana Yesu abariki sana. Sasa wakabatizwa wakawa wa Musa. Na Yesu alivyokuja sasa, watu ambao wamemwamini Yesu Kristo amekuja kuwatoa ulimwenguni kuwapeleka mbinguni. Kwa sababu zamani Agano la Kale Kanaani au Israeli ndio ilikuwa mbingu ya mfano. Kwa hiyo walipotoka Misri walikuwa wanatoka duniani wanaenda mbinguni. Walipofika Misri wakafika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na vile tumefundishwa kuna hatua 3. Kuna kuhesabiwa haki, kuna kutakaswa, kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wale watatu wanaoshuhudia duniani kwenye Yohana sura ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 9. Wako watatu washuhudiao duniani: maji, damu na roho. Na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Bwana Yesu abariki sana. Hizo ni hatua 3 za kwenda mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Wana wa Israeli walipita hizo hatua 3, walivyovuka bahari ya Shamu walipata ubatizo wa maji. Bwana Yesu abariki sana. Katika wakati wako jangwani kule, miaka inaenda ile miaka 40 wanatembea, wanabishana, mwisho wengine wanakufa, walikuwa wanatakaswa. Bwana Yesu abariki sana. Walivyovuka mto Yordani nao ulijigawa kama bahari ya Shamu, wakavuka, walipata ubatizo wa Roho Mtakatifu pale Yordani, wakaingia mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Walivuka hizo hatua 3. Bwana Yesu abariki sana. Sasa na ndugu zetu ambao tunakwenda kuwabatiza leo wanakwenda kuvuka hatua 3 hizo. Bwana Yesu abariki sana. Tunawabatiza kwa maji, wanatakaswa kwa damu, wanapata Roho Mtakatifu, wanakuwa Wakristo, wameshaingia mbinguni. Mara nyingi tunasema tunaingia mbinguni kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, na watu wamekuwa hawaelewi, lakini ndivyo ilivyo. Roho Mtakatifu ndio connection
ya ulimwengu huu na ulimwengu wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tunaunganishwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, na ukipata ubatizo wa Roho Mtakatifu unakuwa unaweza kuwasiliana na watu wa mbinguni ukiwa duniani. Amen. Tunaona wakina Petro walivyopata Roho Mtakatifu. Filipo alinyakuliwa kaenda sijui paka wapi. Tunaona Paulo kwenye Wakorinto wa pili sura ile ya 12 au 13, ya 12 pale tunaona Paulo alinyakuliwa kaenda paka mbingu ya 3. Haleluya, na akarudi duniani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Tunaona nabii wetu William Marion Branham kwenye mwili ule wa ngapi? Mwili ule wa 5, ndugu Branham alienda paka mbingu ya kwanza. Haleluya. Hayo ni maisha ya Wakristo waliokuwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anaweza akatokea malaika kama Petro ukaongea naye akakutoa kwenye matatizo yako ukamuona. Kwa hiyo kinachotuingiza kwenye maisha hayo, ndio nasema hiyo ndio connection ya maisha ya ulimwengu huu na maisha ya mbinguni. Unaingia mbinguni ukiwa duniani, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Unakuwa ushaingia mbinguni. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Ndugu zangu ambaye amfahamu kwamba mbinguni tunaingieje? Tunaingia tukiwa duniani. Tunapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu tumeshafika safari. Kama vile Wanaisraeli Waisraeli walipoingia Kanaani wakawa wameshafika mbinguni ya mfano. Ilikuwa mbingu ya mfano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hapa nilikuwa naonyesha wana wa Israeli wabatizwa baharini, bahari ya Shamu. Ndio maana sisi tumekuja hapa baharini kwenye maji mengi, inabidi tuwazamishe ndugu zetu kama wana wa Israeli walipozama kwenye bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa basi nitaka niongezee kitu kingine tena hapa kwenye kitabu kile cha Petro, waraka wa Petro, taangalia wa kwanza au wa pili, sura ya 3. Waraka wa Petro, waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 18. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa sababu tunaongelea kifo cha Yesu, na hapa nataka kuongelea kifo cha Yesu kinahusiana na mambo ya ufufuo na mambo ya ubatizo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Yaani tunapowazamisha kwenye maji ni kama sasa tunawazika alafu mnafufuka. Hilo jambo la ufufuo ndio linatendeka hapo. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Hilo jambo la ufufuo, nasema ukifufuka, watu wanajua, wanasema kufufuka, linatendeka hapo. Linatendekaje? Yesu alisema kwamba yule aniaminie mimi amevuka mautini kuingia uzimani. Amen. Na afi, na hata akifa ataendelea kuishi. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Hayo ni maneno ya Yesu. Hasa ulivuka mautini lini? Sisi wanadamu tusioona ndani ya moyo wako yale yaliyotendeka, tunayaamini kwa ubatizo. Unapobatiza wewe, tunajua wewe sasa umevuka kutoka mautini kuingia uzimani, kwako habari ya kufa imeisha. Amen. Tunawaacha hao wasiojua hiyo siri. Amen. Wanaendelea kupambana, lakini sisi siri ilishafunguka. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hapa Wakorinto, Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 nitasoma mpaka mstari wa 21. Mstari wa 18 anasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Mstari wa 20, watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Mstari wa 21, mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo kumbe sasa tunakumbushiwa tena, kumbe vile Nuhu alivyovuka bahari na alivyovuka kwenye safina akatoka katika maisha mapya, watu wa zamani walishakufa. Bwana Yesu abariki sana. Mfano ule ulikuwa ni mfano wa ubatizo, kwamba Nuhu alipata ubatizo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Mahala pengine nabii wetu anasema kwamba vile ambavyo wewe mwanadamu Mungu anafanya vitu ndani ya moyo wako, hapa anasema jibu la dhamiri safi. Tunapoenda kubatiza hapa, atubatizi mwili, tunabatiza nafsi, kwa sababu jibu la dhamiri safi. Kwa sababu hatuwezi kuona nafsi, tunaona mwilini.
Ndio tunaona lile tendo kwa mwili, tunajua nafsi ilishaamini, nafsi ilishabatizwa. Bwana Yesu abariki sana. Jibu la dhamiri safi. Kwa hiyo tendo hili tunaenda kulifanya linaonyesha mambo ya kiroho yasiyoonekana. Lakini sisi kwa sababu tunatumia milango mitano ya fahamu, tunaangalia kukubali kwako mwilini. Kwa sababu kimtokacho mtu ndicho kiujazacho moyo wake. Neno linasema hivyo. Ili tujue tabia zako, na vitu tuangalie maisha yako ya mwilini. Tunajua hayo maisha ya mwilini yanatoka ndani ya nafsi. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo mwili huu haubatizwi, lakini mwili sasa. Bwana Yesu abariki sana. Nabii wetu anasema lakini mwili na wenyewe ulibatizwa. Hatua tatu ambao nafsi inapitia na mwili nao unapitia hizo hatua tatu. Kuhesabiwa haki, kutakaswa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maji, damu na roho. Bwana Yesu abariki sana. Mwili ulibatizwa lini? Nabii wetu anatuambia kipindi kile ambapo Nuhu mvua ilinyesha, ilifunika dunia. Kumbe dunia ilifunikwa yote, ikawa haionekani kabisa, ilizama yote. Kwa hiyo dunia kama sayari ilizamishwa ndani ya maji na mvua ya Nuhu ilionyesha siku 40. Na yale maji yanaonekana sio kama mvua hii tuliozoea. Unajua ile mvua ya Nuhu hatujawahi kuiona. Bwana Yesu abariki sana. Kwa nini ile hatujawahi kuiona? Kwa sababu hii tunayoiona imepoozwa. Mungu alisema, naweka upinde wa mvua, naweka agano, sitaangamiza tena kwa maji. Kwa hiyo akaweka upinde wa mvua, umepooza. Ile maji, anasema madirisha ya mbinguni yalifunguka, ilikuwa inanyesha kama maji yamefunguliwa. Yalikuwa mengi, yalishuka maji mengi, dunia ikafunikwa yote. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nabii wetu anatuambia pale ndipo dunia ilikuwa inabatizwa. Dunia kama sayari. Na miili yetu sisi ya damu na nyama ni kipande cha ardhi. Kwa hiyo na yenyewe ilifunikwa pale. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo pale dunia ilibatizwa. Na miili yetu ilibatizwa, ubatizo wa mwili pale. Bwana Yesu abariki sana. Mwili wako, mwili wangu, kila mmoja mwili ulikuwa sehemu ya ardhi. Kwa hiyo wakati dunia imefunikwa na miili yetu ilikuwa imefunikwa, kwa sababu miili yetu ni ardhi, pale ni ubatizo wa dunia. Bwana Yesu abariki sana. Sasa nabii wetu anatusimulia, anasema miaka 2000 ya kwanza kuanzia Adam mpaka Nuhu ilipita miaka 2000. Kutoka Nuhu mpaka kuzaliwa Yesu Kristo ilipita miaka 2000. Yesu alivyokufa pale msalabani akaja baada ya kupita miaka 2000, anasema damu yake Yesu Kristo alipokuwa anasulubiwa ilidondoka ardhini. Haleluya. Kwa ile damu ya Yesu Kristo iko inatakasa ardhi. Kwa hiyo dunia kama sayari. Haleluya. Na yenyewe iko kwenye utakaso sasa. Bwana Yesu abariki sana. Hatua ya pili ya utakaso, kuhesabiwa haki, kutakaswa. Alafu tunaenda kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu wa dunia. Haleluya. Amen. Unajua kuna mioto ya aina mbili, watu hawajui. Kuna moto wa kiroho na moto wa kimwili. Pale maandiko yanasema ya kwamba huyu mpinga Kristo atakuwa na uwezo wa kunena, moto ukashuka, akaamuru moto kushuka kutoka mbinguni na moto ukashuka. Watu wanamgoja mtu aseme hivyo, lakini nabii wetu katufunulia akasema kwamba huyo Marekani, haleluya, anasema ndege inachukua bomu, inapanda juu, alafu inaliachia bomu, linakuja kulipuka. Kama vile alivyoachia Japan bomu la atomic. Bwana Yesu abariki sana. Anasema pale Marekani anaamuru moto kushuka mbinguni na unashuka, ni hayo mabomu. Haleluya. Kwa hiyo Marekani alikuwa na uwezo wa kiroho na uwezo wa kimwili, kuamuru moto wa rohoni na moto wa mwilini. Moto wa roho ni hayo mabomu ya atomic, anasema Marekani anaongoza kwa vita vya angani. Anatumia ndege na kutumia makombora juu ya ndege. Huo ni moto wa kawaida. Lakini moto wa kiroho anasema mwaka 1906 kwenye mtaa wa Azusa Marekani, Azusa Street. Bwana Yesu abariki sana. Watu walikaa wakiomba ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kwa mara ya kwanza ubatizo wa Roho Mtakatifu kashuka kwenye mtaa wa Azusa. Bwana Yesu abariki sana. Pale ndipo huyo aliamuru moto wa kiroho ambao ni Roho Mtakatifu kaweza kushuka. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Lakini huu moto ulishuka ndani ya mioyo ya watu. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hivi dunia hii kuna vita ya Armageddon inakuja. Dunia itaangamizwa kwa moto wa mabomu.
Anasema dunia kama dunia, kwa sababu ni ya kimwili, inaangamizwa na moto wa mabomu. Pale ndipo dunia inapata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Baada ya vita ya Armagedoni unakuja utawala miaka 1000, dunia ikiwa shwari, shetani kishaangamizwa. Kwa sababu miaka 1000 inakuja baada ya vita ya Armagedoni, anasema ibilisi atafungwa. Kwa hiyo ibilisi anafungwaje? Watu waovu wote wenye miili yao inaangamizwa, shetani anakosa mwili wa kutendea kazi. Kama vile ambavyo Mungu anatafuta mtu apate mwili wa mtu fulani autendee kazi. Kwa hiyo kama watu hawataamini neno la Mungu, Mungu atakosa mwili wa kutendea kazi, atakosa mwili wa kuutumia, atakosa mwili wa kuhubiri. Ndio maana tumetokea watu kama sisi tusio na elimu tunahubiri, kwa sababu wenye elimu hawajapata hiyo siri. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sisi tunahubiri kwa sababu Mungu anatafuta miili kama ya kwetu aweze kuitumia. Bwana Yesu abariki sana. Ndio maana tuko tunahubiri. Ndio maana tuko tunahubiri. Naye shetani ili afanye maovu anatafuta mwili autumie. Shetani akikosa mwili hawezi kufanya mambo. Bwana Yesu abariki sana. Sasa vita ya Armagedoni inakwenda kuangamiza miili yote ya wenye dhambi. Shetani anakuwa kafungwa tayari, ana ujanji. Unakuja utawala miaka 1000, Mungu na watu wake watakatifu wanatawala hapa duniani miaka 1000. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Na hiyo ndio sasa hivi tunangojea vita ya Armagedoni, iko karibu sana. Alafu ndio tunatoka, kwa sababu vita ya Armagedoni ndio gharika ya wakati wetu. Mungu alisema hata angamiza kwa maji tena, lakini mbingu ya sasa na nchi ya sasa imewekwa akiba kwa moto. Mungu ameweka moto, sio maji tena. Bwana Yesu abariki sana. Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 au wa pili sura ya 3 pale somo utapata dunia sasa hii imewekwa akiba kwa moto. Bwana Yesu abariki sana. Huo moto ndio unaitwa ubatizo wa dunia kama sayari. Na miili yetu sasa wakati huo, kabla dunia haijaingia kubatizwa, miili yetu inabadilishwa na kuwa miili ya utukufu. Bwana Yesu abariki sana. Miili isiyokufa, miili isiyopatikana na mauti. Na mwili wa utukufu ndio kufichwa. Tunaposema tutanyakuliwa miaka 3.5, hakutakuwa na kanisa halitakuwepo, maana yake kufichwa. Nitakuja kuonyesha hizo nukuu. Kufichwa ni kupewa mwili wa utukufu. Bwana Yesu abariki sana. Unajua watu wanafikiri kwamba ule mwili wa utukufu tukishabadilishwa inabidi tukimbie kwa sababu vita inakuja. Sasa unakimbiaje wakati tayari una mwili wa utukufu? Ni ule mwili ambao kina Shadraka, Meshaki na Abednego walipita nao kwenye moto, kwenye tanuru la moto na wakungua. Nabii wetu anasema hayo mabomu ya atomiki hayatatuangamiza, kwa sababu yalijaribu kwa Shadraka, Meshaki na Abednego, walipita kwenye tanuru la moto na bila kuungua. Kwa hiyo dawa ya mabomu, dawa ya kifo ni mwili wa utukufu. Haleluya. Huo huwezi kulipua mabomu, huo huwezi. Kwa hiyo Mungu akikupa mwili ndio kakuficha. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo wale waovu miili yao inaangamizwa, ndio shetani amefichwa, amefungwa. Na sisi tunapewa miili yenye utukufu, ndio Mungu katuficha kutusitiri na mabomu. Tunaweza tukatembea kwenye mabomu, tunaweza tukatembea juu ya maji, hata tuwezi kufa. Ule mwili haufi, ni mwili wa milele, unaishi milele. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Haleluya. Basi baada ya hayo, nijisikia kuyasema hayo, niseme kwa nini jina la Yesu. Nirudie tena. Kwa nini tunabatiza kwa jina la Yesu? Bwana Yesu abariki sana. Tumepata watu wapinzani wengi sana wanapinga ubatizo kwa jina la Yesu, wakidai Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndio jina, kulingana na Mathayo 28 mstari wa 19. Wanasema Yesu alisema, basi enendeni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wameshikilia hapo, wanasema hilo ndio jina. Haleluya. Amen. Lakini sisi tumepata ufunuo kwamba hilo sio jina. Amen. Haleluya. Amen. Hilo sio jina, ni vyeo. Amen. Isaya 9:6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Jina lake ataitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mshauri wa amani. Haleluya. Napenda kusoma mahali hapa sababu panasema uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na tunaelewa vyeo vinakaaga kwenye mabega. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni vyeo vya Mungu. Sio jina. Bwana Yesu abariki sana. Ndugu mpendwa, mmeng'ang'ana na jina la Mungu. Mungu haitwi Baba. Mungu haitwi Mwana. Hata Mungu mwenyewe sio jina. Kuna wengine wanasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu abariki sana. Ukisikia Mwenyezi Mungu maana yake ni muumba. Amen.
Muumba ni sana kusema sisi watu tunasema fundi. Huwezi kusema fundi ni jina, eti kwa jina la fundi. Halo, niitie yule fundi. Unasema wewe fundi. Jina lake anaitwa fundi. Unakuwa ni mtu ambaye akili kidogo una. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo kuna majina ya sifa, kuna majina ya vyeo kuhusu kazi mtu anayofanya. Kama mimi hapa naitwa mchungaji saa hizi. Bwana Yesu abariki sana. Huwezi kusema mchungaji jina langu. Eti mchungaji anaitwa jina lako na jina lake na mchungaji wako. Anaitwa mchungaji. Tulitoka kwenye ujinga huo. Amen. Wakati tuko watoto tulikuwa tunaigiza maigizo. Mtoto anakamatwa. Kipindi kile sisi tuko wadogo miaka 83, miaka 82, 84, kulikuwa makaburu wa Afrika Kusini wanavamia sana. Kule kwetu Mbeya hata Kiela kule walikuwa wanavamia sana. Bwana Yesu abariki sana. Kipindi hicho na mimi niko mdogo nasikia makaburu. Kwa hiyo tuko nakaa ofu tunaogopa makaburu. Bwana Yesu abariki sana. Tunaogopa makaburu wa Afrika Kusini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata tulikuwa tunajifanya kuna mtoto anajifanya yeye mtoto mdogo yuko anawinda kumbe ni mpelelezi. Bwana Yesu abariki sana. Alafu wanamkamata makaburu, sisi tunajifanya makaburu tunacheza mchezo wa kitoto wa kuigiza. Alafu wanamuuliza wewe mtoto wa nani? Alafu mtoto anavuta masikio anasema mimi mtoto wa baba. Mtoto wa nani? Mtoto wa baba. Mtoto wa nani? Mtoto wa baba. Tulikuwa tunaonyesha yule kwa mtoto ajui baba yake jina lake nani. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Sasa sisi tulikuwa watoto kweli. Bwana Yesu abariki sana. Sasa hivi kuna watu wana mvi. Bwana Yesu abariki sana. Ndio inaonekana kituko. Kuna watu wana mvi. Wahubiri wakubwa, wachungaji, mapadri. Bwana Yesu abariki sana. Maaskofu, makuhani, watu wakubwa wa dini. Na mvi zao na kisomo chao wamesoma mpaka upala umetoka, kama wale Mafarisayo ambao walikuwa wale Mafarisayo walikuwa wanaongea na Yesu, wanamshangaa Yesu mahubiri yake. Na Mafarisayo wa kisasa wapo. Ukiwauliza baba Mungu anaitwa nani? Wanasema anaitwa Baba. Sasa sisi tulikuwa watoto, hao watu wazima wanasema anaitwa Baba. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nabii wetu kaja kutufunulia kwamba Baba sio jina, Mwana sio jina, jina lake anaitwa Bwana Yesu Kristo. Ndio maana kitabu cha Matendo walibatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwenye Biblia yote hakuna mahali wanabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu abariki sana. Kwenye kitabu kile cha Matendo kuanzia pale sura ya 2 mstari wa 38, pale Petro alibatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo watu 3000 siku ya Pentekoste kwenye Matendo sura ya 2. Haleluya. Amen. Kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 8 mstari wa 16 tunaona Filipo amebatiza kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kutoka hapo tunarudi tena Kornelio ameshuhudia mara ya pili kwamba ubatizo ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Petro kwa Kornelio kwenye Matendo sura ya 10 mstari wa 48, 47 na 48. Tunaona Petro anabatiza nyumba ya Kornelio kwa jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kutoka hapo tunakuja kwa Efeso. Mtumishi wa Mungu Paulo anaenda kubatiza Efeso, tena hao watu wanabatizwa mara ya pili. Kwa ninyi ndugu ambao mnasema kwamba haitakiwi kubatizwa mara ya pili. Haleluya. Hapo tunaona watu waliobatizwa na Yohana Mbatizaji kwenye maji mengi. Yaani hapa sisi tunazungumzia ubatizo wa maji mengi. Ule wa maji machache ule sio ubatizo. Kwa sababu ubatizo inabidi uzamishwe. Yohana alikuwa akibatiza Ainoni kwa sababu kulikuwa na maji tele. Yesu alienda Yordani kubatizwa kwa sababu kulikuwa na maji Yordani. Haleluya. Akuchukua bakuli Yesu akajimwagia bakuli, wakamwagia maji akawa amebatizwa. Hamna ubatizo wa jinsi hiyo. Jina anakosea, ubatizo anakosea. Kwa hiyo niko na ubiri hapa nazungumza ubatizo wa maji mengi, huo ndio ubatizo. Ule wa maji machache wa kunyunyuza ule sio ubatizo, wala haupo katika imani ya Kikristo. Ni upagani tu fulani. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ubatizo wa kweli ni kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wa Efeso Paulo aliwabatiza mara ya pili kwenye maji mengi. Ndugu zangu wa Kipentekoste ambao mmebatizwa kwenye maji mengi hamjatumia jina la Bwana Yesu Kristo, huwa mnatoa sababu kwamba inatakiwa tumeshabatizwa kwa jina kwenye maji mengi haturuhusiwi kubatizwa tena. Hiyo sababu haitakiwi kwa sababu watu waliobatizwa na nabii mkubwa anaitwa Yohana Mbatizaji walirudia kubatizwa tena na Paulo kwa jina la Bwana Yesu Kristo kwenye maji mengi. Kwenye Matendo sura ya 19 mstari wa 5, alafu akaweka mikono juu yake akapata Roho Mtakatifu. Kwa sababu wengi tunaposema pale walibatizwa kwa jina la Yesu wanasema walibatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hapana, walipobatizwa kwa jina la Yesu ukisoma
Mstari wa 5 inasema akawabatiza kwa jina la Yesu. Mstari wa 6 inasema akaweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akashuka pale, wakabatizwa na Yesu kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walipata batizo zote mbili. Walibatizwa na Paulo kwa jina la Yesu, wakabatizwa ubatizo wa Yesu wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nimesimulia hivi kuonyesha kwamba katika Biblia yetu, kwa sababu kisoma hiyo sura ya 10 inasema neno la Mungu lazima liwe na mashahidi. Tunaona kwamba ubatizo kwa jina la Yesu mashahidi wamefika 3. Petro kabatiza kwa jina la Yesu, Filipo kabatiza kwa jina la Yesu, na Paulo kabatiza kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mashahidi wamefika 3. Lakini ubatizo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu hakuna shahidi mwingine. Ni Paulo kasema tu pale, na kasema Yesu alisema. Bwana Yesu abariki sana. Ni Mathayo. Bwana Yesu abariki sana. Ni Mathayo, sio Paulo. Kwenye Mathayo sura ile 28 na mstari wa 19. Tunaona inabidi aseme shahidi, lakini bado Mathayo ameandika, lakini bado ile neno amenukuu kwa Yesu mwenyewe. Amesema Yesu akasema, enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini huyu Paulo, huyu Mathayo hajasema yeye, amenukuu kwa Yesu. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo neno hili halina shahidi. Kama halina shahidi, halijathibitishwa. Wakorinto wa pili sura ya 13 nasema neno lazima lithibitishwe kwa mashahidi 2 au 3. Bwana Yesu abariki sana. Na Wakorinto sura ya 7 au ya 8, sura ya 7 au ya 8, Yohana sura ya 7 au ya 8 mstari wa 17, na yenyewe inasema ushuhuda wa 2 ndio kweli. Sasa hata 2 hakuna, hii inaonekana ni ubatizo feki. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo sisi wa Kristo tunaenda kwa mashahidi. Lazima mashahidi wawe 2 au 3, na Yesu ana mashahidi. Mitume 12 ndio mashahidi wake, pamoja na manabii. Waefeso inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu ndiye jiwe kula pembeni. Bwana Yesu abariki sana. Huo ndio ubatizo ambao tunaenda, tunabatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kwa sababu Yesu ndio jina. Bwana Yesu abariki sana. Kama mimi hapa mnaona ni mfano wa Mungu. Mungu ameniumba kwa mfano wake. Mimi mnaniona ndugu zangu, mimi nina majina mengi ya sifa, nina majina mengi ya vyeo. Mimi hapa nilipo ni mjomba, mimi hapa nilipo ni babu, mimi hapa nilipo ni kaka, mimi hapa nilipo ni mdogo. Kuna kaka zangu asema bwana mdogo. Bwana Yesu abariki sana. Mimi hapa nilipo ni mchungaji, mimi hapa nilipo ni fundi, nafyatuaga matofali anaita fundi. Haleluya. Mengi. Haleluya. Lakini hayo yote sio jina, ni sifa zangu. Zike kazi zangu, zike sifa zangu. Na Mungu naye ana majina ya sifa mengi. Yehova, Emmanuel, Lizi. Hayo yote majina. Lakini kuna jina moja tu kama nilolao mimi, naitwa Wilfred Isaya Mwakatage. Haleluya. Hilo ndio jina. Siitwi mchungaji, wala siitwi kaka, wala siitwi mjomba, wala siitwi babu. Wako wanangu hawa, baba mdogo. Bwana Yesu abariki sana. Baba mdogo ananiita. Bwana Yesu abariki sana. Lakini ukiwauliza baba mdogo anaitwa nani, wanajua anaitwa Wilfred. Hawasemi anaitwa baba mdogo. Wanake si wajinga. Wanangu wana akili, ngani watoto wadogo. Bwana Yesu abariki sana. Hawa watu wajinga hawa, ninagombana na hawa watu wajinga. Mtoke kwenye ujinga jamani. Tuko tunahubiri huo ujinga, tutahubiri paka basi. Na mtapata shida kwa sababu tuko tumefika wenyewe. Bwana Yesu abariki sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ana majina mengi sana ya sifa. Hayo yote sifa zake, lakini jina lake anaitwa Bwana Yesu Kristo. Bwana ni jina la Baba, Yesu ni jina la Mwana, na Kristo ni jina la Roho Mtakatifu. Amen. Kama vile mimi Wilfred Isaya Mwakatage. Wilfred ni jina la Mwana ambaye ni mimi, Isaya ni jina la baba yangu, Mwakatage ni jina la ukoo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na Mungu ana majina matatu kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Anaitwa Baba, jina la Baba. Mwana, Yesu ni jina la Mwana. Bwana ni jina la Baba. Yesu ni jina la Mwana. Alafu kuna jina la ukoo ambalo ni Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kwa hiyo wa Kristo ni ukoo wa Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa jinsi hii tunaenda kubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo, kama vile ambavyo wanafunzi walibatiza, kwa sababu wao ndio kielelezo chetu. Na Yohana 13 mstari wa 20, Yesu alisema ya kwamba mtu yote atakayemwamini mtu yote nimpelekaye atakuwa ameniamini mimi. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Amen.
Kwa hiyo sisi tunaamini wanafunzi wa Yesu kwa sababu wenyewe ndio au mitume wa Yesu Kristo au ndio msingi wa imani yetu. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo ndio jiwe kula pembeni. Bwana Yesu abariki sana. Waefeso inasema hivyo. Waefeso nadhani sura ya kwanza mstari wa 20 au sura ya pili. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Nimesahau hapo kidogo lakini ukiwa msomaji utapata vizuri. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Sasa baada ya hayo tunakwenda kuwabatiza ndugu zetu. Nilikuwa nahubiri hivi ili wewe ambaye uko kwenye ujinga huo wa kubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu bila kuwa na mashahidi utoke kwenye huo ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya hayo nilipenda ndugu wapige magoti hapa tuweze kuwaombea. Ndugu, kama vile Petro alivyosema kwenye Matendo sura ya pili pale mstari wa 38, alihubiri Petro, wakasema tutendeje ndugu zetu? Petro akasema tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo ni wakati wa kutubu hapa, kikubwa ni kuonyesha kwamba hamkumjua. Vile tulikuwa kwenye madhehebu yetu tulikuwa hatujamjua Yesu. Tulikuwa hatujajua kama yeye ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Tulikuwa kwenye mafundisho ya kidhehebu. Na mngekwepo Jumapili ufundishwa kwamba huyo Mungu ambaye anaabudiwa mwenye nafsi tatu, ukifuatilia na Biblia inasema ndio yule Mungu Bahari ambaye aliitwa jua. Kwa hiyo ni imani ile ile Elia alikuwa anapambana nayo, ndio hii imebadilishwa majina tu. Lakini tumetokea watu kama akina Elia kwa ajili ya kusema kweli na kumnyanyua Bwana. Na nyinyi ni mmoja wao, mmeshaingia kwa ajili ya kusema kweli. Bwana Yesu abariki sana. Basi mngepiga magoti kwa ajili ya toba. Mwambie Bwana, sikujua, sasa nimeamua kukufuata, naanza upya kwa jina la Yesu. Nimejua kama wewe ni Bwana na Mwokozi, kwa sababu Petro alisema huyu Yesu mliyemsulubisha Mungu amemfanya kuwa Bwana na Mwokozi. Bwana Yesu abariki sana. Na hapo tunapata Bwana Yesu Kristo. Huyu Yesu mliyemsulubisha Mungu amemfanya kuwa Bwana na Kristo. Bwana Yesu abariki sana. Kwa hiyo Bwana na Kristo, Wayahudi wanajua kwamba Mungu atakuja katika mwili na akija katika mwili atakuwa Kristo. Kwa hiyo wakajua yule walikuwa na mgoja walishamsulubisha, wakalia sana, wakatubu. Kwa hiyo sasa hivi na ninyi mwe tayari kusikiliza kila neno linachosema mnatii. Bwana Yesu abariki sana. Mnaweka ahadi kama vile kwenye ndoa wanavooana mwanaume na mwanamke wanapeana ahadi, wanapeana kiapo kwamba mimi niko tayari kutunza watoto wako, mimi niko tayari kufanya hivi na hivi. Kwa hiyo na nyinyi mnafunga ndoa ya kiroho na mume wenu Yesu Kristo. Kwa hiyo inabidi mumwahidi kwamba nitatoa zaka, nitatoa sadaka, nitakuja kanisani, nitahubiri. Ni ahadi ambayo unamwambia Mungu kwamba nimekukubali wewe uwe Bwana wangu wa maisha yangu, kuanzia sasa uwe kiongozi. Kwa sababu walipobatizwa wakawa wa Musa, na sisi leo tunaenda kuwabatiza mnakuwa wa Kristo. Bwana Yesu abariki. Basi mimi nitakuwa naomba na waombea ndugu wakati unaimba wimbo wa kuabudu polepole. Bwana Yesu Kristo, tazama ndugu yangu huyu yuko anakuja mbele zako siku ya leo. Ameona ukweli wako Baba, na mkabidhi katika uwezo wako sasa. Naomba usimwache peke yake, anakwenda kubatizwa. Umlinde, umpiganie, ukaambatane pamoja naye siku zote za maisha yake. Ameanza maisha mapya Bwana. Roho wako Mtakatifu akaja ndani yake Bwana. Siku ya leo ikae siku ya kumbukumbu kwamba alikuja mbele zako na aliamua kujitoa kukufuata wewe. Ameona ukweli wako wa neno Bwana, ya kwamba neno lako ni ukweli. Na ametambua wewe ni neno. Wewe ni neno Baba. Na ameamua kufuata hilo neno Bwana. Sio kama wale watu ambao wanasema tu Yesu na hawajui Yesu kwamba ni neno. Wanadhani Yesu ni mtu fulani tu aliyevaa kanzu. Lakini siku ya leo tumepata Yesu ni neno, kama inavyosema vile Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari ule wa 16, ya kwamba Yesu ni neno, Yesu ni roho na hafahamiki kwa namna ya mwili. Na mwacha katika uwezo wako, naomba Baba moto wako ukawake ndani yake kuanzia siku ya leo na kuendelea, hata usimwache hata siku moja. Bwana Yesu Kristo, tazama nimemwekea mikono ndugu yangu huyu tena, nikimkabidhi katika uwezo wako na mamlaka yako. Naomba Roho wako Mtakatifu akatembee pamoja naye. Piganie na kumlinda, wala usimwache peke yake. Baba, tembea pamoja naye katika maisha yote ya duniani hapa, na hata katika uwepo wako Baba, akaende akiwa pamoja na wewe. Bwana Yesu Kristo, mitego yote ya shetani ambao ametega safari yake Baba, naitegua kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Mungu wa William Marion Branham, Bwana Yesu Kristo, na Mungu wetu sisi Baba, tunakukabidhi ndugu yetu huyu, wala usimwache peke yake.
siku ya leo ikawa ni siku ambayo hataisahau katika maisha yake, kwa maana unasema mwenye dhambi mmoja akitubu, mbinguni kunakuwa furaha. Bwana, namwacha katika uweza wako, ya kwamba mikono yangu ilimkamata Baba siku ya leo, nikimkabidhi katika mamlaka yako, atakwenda kutajwa jina lake kwenye maji na kuzamishwa. Baba, namwacha katika uweza wako, ni katika jina la Yesu Kristo naomba ukaambatane naye. Bwana Yesu Kristo, tazama ndugu yangu huyu tena, na mkabidhi katika uweza wako tena na tena. Baba, amejileta mbele zako. Baba, ameshuka, yuko tayari kufuata kila ambacho unataka afanye. Basi ukaseme naye katika nafsi yake, wala usimwache peke yake. Mapito yake na maisha yake Baba, na yakabidhi katika uwezo wako na mamlaka yako. Piganie na kumlinda siku zote za maisha yake, wala usimwache peke yake. Bwana Yesu Kristo mwenye uweza wote, Bwana Yesu Kristo mwenye mamlaka yote, Baba, tunahitaji kuona safari yake ikiambatana na wewe. Vile uliongoza Musa kwa nguzo ya moto akiwa akiongoza wana wa Israeli, tazama hiyo nguzo ya moto ilishuka na ndugu yetu William Marion Branham. Sasa hivi hiyo nguzo ya moto iwepo pamoja na ndugu yangu huyu ambaye nimemwekea mikono. Ongoza maisha yake yote yaliyosalia mpaka atakapotoka katika mwili huu. Safari ya maisha yake Baba, ukaikamate wewe, hata ukaweza kumwongoza katika kila hatua anapiga. Ewe Mwokozi usiyeshindwa, tazama ikakumbuke kwamba katika siku ya leo alijitoa kwako, akaenda kuzamishwa kwenye maji. Amekufa katika Kristo na amefufuka akiwa hai katika Kristo. Basi ukatembee naye, wala usimwache peke yake. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba, nikimkabidhi katika mamlaka yako. Amen. Nakombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli. Basi twende sana, tuanze. Endelea kuimba ndugu. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti yake. Nimekuwa mtoto kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Kombolewa na damu ya Yesu, olewa. Mimi mwana wake kweli, nitamwona uzuri wake. Umewahi kubatizwa kwenye maji mengi? Basi unakaa vile vile tu. Huu mkono huu hapa unausha katika neema yake, kombolewa. Basi na olewa, kombolewa, kombolewa na Bwana Yesu, kombolewa. Bwana Yesu Kristo, tazama Elia tumekwisha kumzamisha. Basi usimwache peke yake, ukaambatane naye katika mapito yote na maisha yote anayopita, ukapite pamoja naye. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa William Marion Branham, ukamwongoze. Ewe nguzo ya moto, na kuita usimwache kuanzia sasa. Moto wako kwa wake, na watu wengi wakaamini ujumbe kupitia huyo mtu. Washa moto wako ndani yake, akashuhudia watu wengine wengi sana na kuonyesha makuu ambayo umemtendea. Ni katika jina la Yesu naomba, amen. Damu ya Yesu, kombolewa. Mwana wake kweli,
nitamwona uzuri wake, mfalme wangu wa ajabu. Na sasa najifurahisha katika neema yake, kombolewa na damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana wake kweli, kombolewa. Unaogopa maji? Kombolewa na damu ya Yesu. Amina. Basi usiogope. Alexander Charles Makungu. Amina. Tasikiliza maneno ninayosema hayo. Alexander Charles Makungu, na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, tazama Alexander Samuel Makungu amebatizwa leo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naomba ikawe kumbukumbu katika umilele yote ya kwamba alikuja katika maji akiamua kukufuata wewe. Sasa akaanze maisha yako mapya na moto wako ukawake ndani yake. Sema naye katika mapito yake. Baba, mitego yote ya ibilisi ambayo ameitega katika safari yake, sasa tunaitegua katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunamkabidhi katika uwezo wako tena. Bwana, usimwache peke yake. Amen. Naitwa Method nani? Method Charles Makungu. Method Makungu. Amina. Method Charles Makungu, na kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo mwenye uweza wote na mamlaka yote, masiku ya katika maji, ubatizo huu kweli ambao mitume wako ufalme na uzima wako ukatembee pamoja naye. Mapito yake yote na yakabidhi katika uwezo. Usimwache. Hata katika mili katika uwepo wako. Ni katika la Yesu. Kampigania na kum. Ni Kristo. Amen. Tutakutanika mtoni kwenye kiti cha Mungu, na mtoni takatifu kwetu ni mtoni. Tutakutanika mtoni kwenye kiti cha Mungu, mbali sana mtoni cha wasili Mjilani na amani ya kweli, na mtuonane mtoni, watakatifu kwetu ni mtoni. Tutakutanika mtoni penye kiti cha Mungu, na mtuonane mtoni,
watakatifu kwetu ni mtoni. Haleluya, Tutakutanika mtoni penye kiti cha Mungu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Sasa kuna jambo nataka niongezee tena katika haya mahubiri, kwamba nakumbusha tena ya kwamba Musa alipokwenda akavuka bahari ya Shamu na wana wa Israeli wote walibatizwa wakawa wa Musa. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Kabla hajavuka bahari ya Shamu walikuwa wanafuata Farao na majeshi yake, na Farao na majeshi yake walikuwa wanawakilisha mapepo. Sasa ndugu zangu ambao mmebatizwa sasa hivi, wakati ule mjabatizwa kuna mapepo yalikuwa yanawafuata kama vile Farao na majeshi yake. Bwana Yesu abariki sana. Yalikuwa yanawafuata. Sasa walipobatizwa yale mapepo yaliangamia na maji, kwa sababu yalijaribu kupita baharini lakini yakamezwa na maji yakaangamia. Bwana Yesu abariki sana. Nikiwa na maana katika ulimwengu wa roho ndio kitu ambacho kimetendeka kwenu. Na hata kama mjabatizwa, mngekuwa mjabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, ungekuta watu wanawafuatilia, mrudi fanye hivi na hivi, lakini wakisikia mmebatizwa sema ishabatizwa tayari. Kuna kitu fulani kinakuwa kimekatwa katika ulimwengu wa roho ambacho hatukioni kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo kama wanajeshi wa Farao walivyokufa kwenye maji, ndivyo siku ya leo mapepo tumeenda kuyazika mahali hapa. Yameangamia. Kwa hiyo maiti yamo humo. Yule mtu wa kale yuko humo ameshazikwa kwa imani. Bwana Yesu abariki sana. Amen. Na ukitoka hapa ukifika kipindi cha Nuhu, tulisema Nuhu naye alipata ubatizo. Wakati Nuhu ameingia kwenye safina, wakati ule hajaingia walikuwa wanamcheka. Lakini alipoingia kwenye safina mvua ikaanza kunyesha, wale mapepo wa kipindi kile wakaanza kusema Nuhu tufungulie. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanampinga Nuhu walikuwa ni mapepo tu kama wale majeshi ya Farao. Bwana Yesu abariki sana. Kelele wakapiga Nuhu tufungulie, Nuhu tufungulie, Nuhu tufungulie, Nuhu tufungulie. Lakini Nuhu hakufungua, akasema sikufunga mimi. Kwa hiyo wakaangamia na maji. Kwa hiyo wakati ule sasa mapepo wa kipindi cha Nuhu nao walienda kwenye maji. Bwana Yesu abariki sana. Siku 40 zilivyoisha Nuhu akatoka akiwa yeye na familia yake tu akiwa mweupe, na kitendo kile ndio hiki ambako kimefanyika siku ya leo, kwamba mapepo waishaondoka, sasa mmeanza wapya katika Kristo. Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hiyo mkae mkiamini hivyo. Bwana Yesu awabariki sana. Ni kuhubiri neno la Mungu, ni kusoma neno, ni kula jumbe. Bwana Yesu awabariki sana. Ukitaka kukua vizuri kiroho, soma jumbe, omba. Soma neno, omba. Kahubiri. Bwana Yesu awabariki sana. Utakuwa haraka sana na utafahamu mengi sana. Haleluya. Ndio njia ya kufanikiwa, ni kusoma jumbe, kusoma Biblia, kusikiliza kanda za Branham nabii wetu. Hiyo itakufanya ukue sana. Bwana Yesu awabariki sana. Basi sina mengi, nipenda mpige magoti tena ndugu yangu Laksoni aweze kuwaombea kwa tendo mlilofanya. Karibu ndugu. Bwana Yesu tunakushukuru. Asante Bwana kwa kuwa uzao unaongezeka katika familia ya uungu. Tunakushukuru kwa ajili ya ndugu hawa ambao Bwana umetupa ndugu. Libarikiwe jina lako Bwana. Maana umesema ya kwamba walio wako wataisikia sauti. Sauti ya mchungaji wao wataisikia. Amen. Wewe ndiye mchungaji mkuu. Wamesikia sauti yako Bwana. Wameitika. Watoto wa tai huijua sauti ya mama yao. Asante Bwana kwa kuwa hawa ni tai wako. Hata leo Bwana umewatoa, sio vifaranga vya kuku hawa. Amen. Ni tai wako Jehova. Amen. Wamesikia sauti. Amen. Na mabawa yao ya tayari kuruka. Amen. Ndani yao viko vinasaba vya kuruka. Na Roho wako Mtakatifu anawapa nguvu, anawapa kujiamini, anawapa kutembea kifua mbele kwa sababu ni watoto wako Bwana. Asante Mungu uliye hai kwa kuwa unaenda kuanza nao upya sasa. Pale ambapo walikuwa wawezi kwa sababu ya huu mwili wa wakati. Sasa Bwana wavushe nyuma ya pazia. Wakuone, wakujue. Wayaone Bwana yaliyo ng'ambo ya mto. Asante Mungu uliye hai. Tunayo mengi ya kukushukuru. Lakini wewe Bwana unakwenda kuyatenda sawa sawa na mapenzi yako. Tujalie kuendelea kuwa na kiu ya kutafuta uso wako. Ni katika jina lako Yesu nasi tunaomba. Amen. Amen. Barikiwe. Amen.